Hapa tumekutana na Ndutu mwenyewe. Bishio, inakuwaje? Shwari. Kama kaa. Kama unakula ubuyu? Wamenilisha bana, nilikuwa nimekaa na demu mmoja pale. Sasa unajua kumkataliaga mwanamke ni kazi sana. Ukala ubuyu. Bwana, nimemung'unya. Ni sahihi mwanaume kumung'unya ubuyu. Sasa mwekundu hivi. Kama sio sahihi bwana, mnisamee wanaume wenzangu. Jamani, mnisamee nimekula ubuyu. Lakini nafikiri ni sahihi. Kwa sababu pia umejua umekaa pale uongei muda mrefu. Umekaa na watu, sometimes kuna viharufu fulani vinajitengeneza mdomoni. Mdogo hivi. Bwana, umetokeza katika show ya mwanao kumsupport Said. So far, wewe ni mchekeshaji ambaye umesomea sanaa kabisa, unajua. Katika 100% tunampa asilimia ngapi kwa hiki ambacho amekionyesha Said? Katika 100% kwa performance za stand up ameua kwa takriban kama 85%. Hizi zingine ni zile sasa mtu hajachekesha vizuri, matangazo mle ndani, kwa sababu show za comedy sometimes zitakiwa na matangazo mengi, lakini hawezi kukataa matangazo kuavoid kwa sababu ndo watu wamemsaidia mpaka show imekamilika, lakini it was perfect. Sema ametunyima, kuna ile drama yake ni drama lakini skit ile ya kuanzia nyumbani kuja hapa, kuna namna mimi niliona kama haijakaa poa. Kuanzia nyumbani hapo unatuchanganya kwa sababu hatujui vizuri. Skit ndio ile. Si ile kile kiklipu cha kuconnect yeye kuja kuingia hapa. Yaani nilitarajia tutapata kitu kikubwa sana kama alivyoanzia nyumbani, lakini pia tunataka tupate drama akiwa na perform, Chief ndo anamletea nguo akiwa stagini, migongano ile, tupate hata kidrama fulani. But yolo ni yolo, wenyewe wamepanga hiyo vile, na haya ni mawazo yangu kama wachambuzi. Wachambuzi mpo kila siku. Zangu sasa hivi unapita nao sana wachambuzi, unajua katika content zako. Idea ilitokea wapi? Kwa sababu unatisha sana unajua. Idea mimi najaribu sana kubadilika, lakini pia kuendana na mazingira. Unajua comedy ni mazingira halisi ambayo wanaishi watu. So mimi naweza kaangalia tu kitu ambacho kipo serious, then nikaona na kifanyaje hichi kitu mtu acheke kwa kupitia hichi kitu, lakini pia kuwapush. Ni career mpya inakuja, tunatarajia mwisho wa siku watajisajili BASATA, watakuwa rasmi, wataanza kuchangia mapato ya nchi yetu, nchi itaendelea kusonga mbele zaidi na zaidi. Upande wako unawakubali au vipi wachambuzi? Mimi nawakubali kwa sababu asilimia kubwa watu ambao tupo kwenye industry tumetoka familia maskini. So mtu anapobuni njia tofauti ya kupata ugali wake wa kila siku, maana yake anakataa kuwa mvivu, anakataa kufanya mambo ambayo hayafai, lakini pia anapunguza population kwenye vitu ambavyo alikuwa anafanya ambavyo havifanyi kwa usahihi. Elmando angekuwa comedian, Hope Tiger angekuwa comedian, sijui nani, tungekuwa wengi sasa. Ila kwa kuwa amekuwa wachambuzi, kidogo tunapata ajira sehemu tofauti. Leo mkutana na Shifter hapa, na by the way siku za nyuma ulikuwa kidogo unapita katika namna ya kumtania. Alivyokuona vipi, mlisalimiana na alireact vipi? Shifter ni mtu ambaye ana appreciate kitu ninachofanya. Yani tofauti na hata ambavyo mimi before niliishi. Ni mtu ambaye ana support, yani hata akiniona ile, kwa sababu tokea nimefanya siku ya kwanza, mimi nilikuwa sina namba yake, lakini ni mtu wa kwanza alinipigia simu, akafly na akachukua akapost. Kwa hiyo kila nikifanyaga clip ya Shifter mara nyingi huwa anachukua na post. Kwa hiyo ni mtu ambaye tukikutana tunasalimiana vizuri na namheshimu kama kaka yangu. Sasa hivi umejipata, unajua? Bado tunaendelea kupambana. Sema tunamshukuru Mungu kwa hatua tuliopiga, sio sawa na tulivyoanza. Na umeamua kumuingiza hadi shemeji yetu kwenye kutafuta ugali kabisa. Hivi haikupi pressure kuona labda baadaye mambo yanaweza kubadilika, kwa sababu tunaona comedians na mastaa ambao wanaingiza wenza wao katika mitandao, baadaye drama zinakuja kutokea. Kwa bahati mbaya au nzuri, mimi naamini mwanamke hata usipomuingiza kwenye media, usipomuingiza ukampa ile highlight, kama ameamua kubadilika baadaye anabadilika. Watu wengi sana wamebadilikiwa na wake zao na sio maarufu. Lakini pia mimi namuamini na anachokifanya yeye anafanya kama kunisupport mimi. Ndio maana sisi hata vitu tunavyofanya tunafanya kwenye uhalisia wa maisha yetu. Hatufeki, hatuoneshi kitu ambacho hatuna. So kama itatokea amebadilika, ni mipango ya Mungu. Nitashukuru kwa kuwa amekuwa na mimi kwenye maisha kwa kipindi fulani na amenipa zawadi ya mtoto. Safi, nitashukuru Mungu. Unamwamini mwanamke shehe wangu? Namuamini, ndio maana naishi naye. Kama muamini mwanamke huwezi ukaishi naye. Kwa sababu anakupikia chakula, anakuandalia maji ya kuoga, anakufulia. Sasa anaweza kukufanya kitu chochote. Kwa kama muamini ni bora akae mbali na wewe ukae mbali pia. Na muda gani sasa kwa mahusiano yenu? Almost nafikiri ni tokea 2023. Miaka kama mitatu hivi, miwili kasoro. Mitatu. Tayari tushalalisha nini au bado? Mimi na yeye tumejihalalisha. Kwa wazazi? Kwa wazazi pia wanafahamu.
kwa sababu nishampeleka kwetu, tulishaenda kwao, so wamebless, imebaki ni sisi. Kuna vitu tunataka tukivikamilisha tutawaita media uchwala nini. Sasa Marago unajua ni kiumri ni mdogo au wewe ni mkubwa? Mimi na mtoto naita mdogo, hamna baba mdogo. Hamna baba, ukisha kuwa baba hata kama una miaka 3 wewe ni mkubwa tayari, una majukumu. Kuna mtu inabidi ujue anakulaje, anaishije, una mke. Kwa kiumri mimi ni mkubwa. Kuna changamoto gani kubwa ambayo ushakutana nayo ukiwa na mpenzi wako ndani? Kwa sababu tunaamini kuna zile ukiwa peke yako unaweza hata kidogo kalala njaa, ukanywa maji ukalala, lakini uko na mwenzako. Changamoto gani kubwa ambayo ushakutana nayo katika harakati zako za utafutaji ukiwa naye na utakuja kuisahau? Changamoto labda ni kipindi ambacho tunaanza mahusiano, ni kipindi ambacho nilikuwa sina chochote. Nilikuwa sina chochote na ndio tukaanza. Kwa tukawa tunavumiliana, akiwa na yeye na hela ananisaidia, nikiwa nayo hivyo naendeleza familia. So ni kitu ambacho sitaki sahau, na ni kitu ambacho hata kama ikitokeaga labda tunapishana kauli, tukilifaa kule tunaona tulipotoka ni pagumu sana, hem tuendelee. Nilala chini moja kwa moja kwenye kitanda? Tulianzia kwenye godoro. Godoro lilikuwa chini. Bwana shukrani sana. Haina noma ndugu yangu. Umefurahi? Amkawi yake kuona kama mmetengwa. Cheza tukupigia simu kuna kona nyingi, ila leo nimefurahi. Sasa kama hivi tumekutana tumeua, imeisha hii. Sema usile ubuyu. Oya guys, sijala ubuyu. Mwekundu.